Kiukweli Simba kama akibahatika kupata saini ya Fiston Kalala Mayele, ina maana watakuwa wamejiongezea mshambuliaji ambayo ni machachari na mshambuliaji ambayo ni mbunifu na mwenye uwezo mkubwa, na atakuja kuongeza chachu kubwa sana kwa wanasimba kama endapo akipata saini yake. Maana Fiston Kalala Mayele ni mshambuliaji ambayo mwenyewe anaendana na nyakati za mchezo wenyewe, ana uwezo mkubwa, anaweza kukimbia, lakini anaweza kuenda na movement ambazo wanazocheza wachezaji wenzake ambao wanaocheza nayo. Kwa mfano pale kuna mtu anaitwa Chama, yeye ana uwezo kumlisha mchezaji yoyote yule. Sasa endapo akija kimpata na Fiston Kalala Mayele akiwa pale, ina maana Simba watakuwa wanaongeza nafasi kubwa sana kwenye mashindano ya kimataifa, hususani yao ya mwakani, kwa sababu Fiston Kalala Mayele amecheza michezo mingi, amecheza ligi nyingi, ana uzoefu mkubwa, na anaamini kabisa kama Simba watampata saini yake bwana Fiston Kalala Mayele, basi Simba itakuwa imeongeza sehemu kubwa sana ya wachezaji na kiwango ambacho chenyewe kitapita hapa kilichokuwepo kwenda sehemu nyingine. Maanake Simba hawana mfungaji mbunifu au mahiri kama Fiston Kalala Mayele. Kwa hiyo nawaomba viongozi wa Simba na mashabiki pia wajitahidi kumuombea Fiston Kalala Mayele apate saini yake ili mradi Simba iweze kwenda mbele. Ukiangalia kwa picha ya kawaida alipokuwa Mayele, sasa ni timu kubwa na wao wanalipa kiwango kikubwa tofauti na timu zetu sisi za Tanzania, lakini kwenye mpira au kwa mchezaji inawezekana, kwa sababu mchezaji naye anaangalia upande wake pia. Anapoenda huko anapata nafasi ya kucheza, na hata kama anapata nafasi ya kucheza, je, anafanya kile kinachohitajika kwa jamii? Kama akiona akiendani na yeye, basi ana uwezekano mkubwa kurudi Tanzania kuanza tena upya na kukaza nafasi yake ili mradi aendelee kupiga hatua za kwenda mbele. Kuja Simba sio tatizo, au kuja Tanzania sio tatizo. Tatizo yeye mwenyewe akiwa tayari kuja Tanzania, basi atafika. Kama na nia Simba wanayo, wanaweza kampata.